watu waje kukata tiketi. Kwanza nimefurahi sana, maandalizi mazuri, tunarudisha heshima muziki wa dansi. Niwaombe tu wa Tanzania waje kushuhudia muziki wa dansi, waje kuangalia ile twanga pepeta ile ya Diamond Jubilee zamani, na watu wajue kwamba muziki wa dansi upo na huwa haufi, unasonga mbele. Kwa hiyo niombe waliokuwa majumbani watoke waje, na wengine wapitie kuangalia kupitia mitandao ya kijamii, lakini waje, bado kuna nafasi, tutawekea sehemu za kukaa waangalie wasanii wao. Watu wengi walikuwa wanafananisha hii show kama show ambayo imepita miaka 30 ya Bongo Flava. Kwa upande wako unazungumziaje ukilinganisha show ya miaka 30 na Bongo Flava na hii show ya Twanga Pepeta? Hapana, tuna tofauti. Bongo Flava waga wanasimama, si muziki wa dansi, watu tunakaa tunatulia, watu wanapata vinywaji, wanaangalia dansi na wanaangalia show, vina tofauti. Bongo Flava tabaki kuwa Bongo Flava, muziki wa dansi utabaki kuwa muziki wa dansi. Leo Twanga Pepeta wanaadhimisha ama wanazindua albamu yao ya 16 au vipi bwana? Wewe kama mwenyekiti, ni kitu gani ambacho kikubwa zaidi kwenye hii albamu wewe mwenyewe experience kama mwenyekiti wa Twanga Pepeta? Hii albamu ni ya 16 Twanga Pepeta, lakini utofauti wake bendi waga wanatengeneza nyimbo 7 au 8, wamezidi sana, lakini hii albamu ina nyimbo 16 na ni albamu ya 16 na ni mwaka wa 16 wa meneja wao Abu Semwando aliotengulia mbele ya haki. Kwa hiyo inanikumbusha vitu vingi, na hii nyimbo ni hii album ina wanamuziki wa zamani, ina wanamuziki wa kati na ina wanamuziki vijana kabisa wadogo ambao wanapenda muziki wa dance. Unaweza kusema Gen Z au kizazi kipya ambao wanapenda dance. Kwa hiyo ina mafungu matatu, watu wasikilize. Kila aina ya muziki unaupata pale, kila aina ya ladha unaipata pale. Kuna nyimbo zimepigwa dakika 4, kuna nyimbo zimepigwa dakika 7, kuna nyimbo imepigwa dakika 10. Ukizungumzia kuna nafasi ambayo umewapa Gen Z kwa maana ya wasanii wapya, ni kitu gani ambacho umezingatia zaidi? Kwa sababu ukizungumzia Twanga Pepeta ni bendi kubwa na ina wasanii wakubwa na ni maarufu pia. Twanga Pepeta ilianza na wasanii wenye umri mdogo sana. Kwa hiyo watu waga wanakuwa. Hata mimi wakati nianzisha Twanga Pepeta alikuwa na umri mdogo sana, lakini na mimi sasa nishakuwa mtu mzima, nishazeeka. Kwa hiyo ndio lazima hivyo inavyokwenda. Kipindi hicho na mimi nilikuwa mdogo sana wakati naanzisha Twanga Pepeta. Kwa hiyo watu waje wasikilize dance. Unakumbuka ulianzisha Twanga Pepeta ukiwa na umri gani? Sikumbuki, labda urudi kwa mitandao ya kijamii huko, bado rekodi zipo. Ça va bien ni neno ambalo limetumika la Kifaransa. Kwa mtu ambaye pengine afahamu hii album jina limetokana nini? Na pengine lina maana gani? Limetokana kwa sababu wizara yetu ya habari, sanaa, utamaduni na michezo ilikuwa na tamasha la Kiswahili Ufaransa. Kwa hiyo tukaona tuchanganye maneno ili kukuza Kiswahili chetu. Kama sisi tumeweza kwenda Ufaransa na Wafaransa nao waweze kuja Tanzania. Na pengine mheshimiwa, kuna mgeni rasmi ambaye mmemwalika labda kutoka serikalini ambaye pengine anatarajiwa kuwa mgeni rasmi? Wageni wote tumewalika, wote waliokuja watakuwa ni wageni rasmi, wageni waalikwa na wale wachezaji wageni waalikwa. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote. Neno lako la mwisho kuhusiana na usiku huu wa kihistoria? Naomba tuwaunge mkono wasanii wa muziki wa dansi na zile kumbi tunazoambiwa kila siku kiingilio bia, wachane kupiga na mambo ya kiingilio bia, watu walipe. Muziki una thamani, na ndio maana nimetumia thamani kubwa sana, nimetumia pesa nyingi kuhakikisha kwamba na ubrand. Kwa hiyo kumbi zote zinazotaka kukodisha Twanga Pepeta lazima zitoe kiingilio hata kama ni kidogo tu, ili kuupa muziki wa dance thamani. Asante sana. Asante.